Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Kila mmoja mwambie Bwana asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya siku nyingine. Asante kwa ajili ya siku hiyo ulionipa. Ninakuadhimisha mno Mungu mkuu, kwa sababu wewe ni mfalme, wewe ni Bwana, wewe ni Mwokozi. Uaminifu wako usiokoma umetembea na mimi tangu siku ya jana, usiku wa leo na hata sasa asubuhi. Umenilinda na uovu, umenilinda na uharibifu, umenitenga na kila mabaya. Zaidi ya yote umenionyesha upendo wako Mungu wangu. Upendo wako umekuwa zaidi ya dhambi yangu. Upendo wako umekuwa zaidi ya matatizo nilionayo. Upendo wako umekuwa zaidi ya huzuni yangu. Asante kwa ajili ya upendo wako ambao umekuwa juu yangu. Haukuacha niangamizwe wala niteketezwe. Na ndio maana hata ninapoanza siku ya leo bado ninaliadhimisha jina lako, kwa kuwa ninajua uwepo wako ukiwa nami nitakuwa salama siku ya leo. Uwepo wako ukiwa pamoja nami siku ya leo nitashinda. Bwana, acha rehema zako ziongee juu yangu siku ya leo, sawa sawa na neno lako. Rehema zako ni mpya kila asubuhi. Bwana, na haya ni maombi yangu. Mwinulie Bwana sauti yako. Na haya ni maombi yangu Bwana. Rehema zako zizungumze juu yangu. Nihurumie juu ya wale wanaonipangia mabaya. Nihurumie juu ya wale wanaoninenea mabaya. Nihurumie juu ya kila mifumo na mitego ya shetani. Kwa mkono wako ulio hodari nisiangamizwe Bwana. Nami nimekukimbilia ili nisiaibike milele. Nami nimekukimbilia maana wewe ni mwamba wa wokovu wangu. Nami nimekukimbilia maana wewe ni Mungu unipaye. Kama unamwambia Moses ya kuwa unarejea kwa watu wako tena, nao watakuita Jehova, nao utakuwa Mungu kwao. Nasi tunakuita asubuhi ya leo. Nasi tunakuita asubuhi ya leo kwa ajili ya siku yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya wazazi wetu, kwa ajili ya kazi za mikono yetu. Bwana, acha neema yako iongee juu yetu siku ya leo. Acha rehema zako ziongee juu yetu siku ya leo. Tunakuhitaji zaidi na zaidi Mfalme. Tunakuhitaji zaidi na zaidi Bwana wa mabwana. Tunakuhitaji zaidi na zaidi Mungu mwenye nguvu. Mkono wako leo hodari uwe pamoja nasi siku ya leo. Rehema na fadhili zako ziwe juu yetu siku ya leo. Bwana, tunakuinulia sauti tukisema karibu katika maisha yetu siku ya leo. Karibu na nguvu zako siku ya leo. Karibu na uweza wako siku ya leo. Hebu kila mmoja mwinulie Mungu sauti. Mwambie kwa jina lako siku ya leo ninaibariki. Kwa jina lako siku ya leo naibariki. Naibariki siku ya leo. Naibariki siku ya leo. Kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninaifanya kuwa siku ambayo yale yaliyoshindikana miaka mingi leo yanawezekana. Ninaifanya kuwa siku ambayo mabaya hayatakuwa na nguvu juu yangu wala wapendwa wangu. Ninafanya siku ambayo wokovu wa Bwana unaingia nyumbani kwangu. Acha iwe siku ya baraka siku ya leo. Acha iwe siku ya ushuhuda siku ya leo. Acha iwe siku ya mema ya Mungu kuthibitishwa kwenye maisha yangu siku ya leo. Bwana, haya ni maombi yangu Bwana. Siku ya leo ibarikiwe kwa ajili ya watoto wako wanaokwenda kazini, wanaoenda kwenye masomo yao, wanaofanya biashara, wanaoshughulika na makampuni yao. Hebu siku ya leo uwezesho wako uwe juu ya watoto wako. Uwezesho wako uwe juu ya mikono ya watoto wako. Uwezesho wako uwe juu ya miguu ya watoto wako. Kokote wanakokanyaga, kokote wanakokamata, Bwana, acha iwe baraka kwao siku ya leo. Wanaofanya kazi, yamkini wamekuwa na vita muda mrefu kwenye maeneo yao ya kazi, wamekuwa na vita kwenye huduma zao, wamekuwa na vita kwenye kazi za mikono yao. Bwana, na haya ni maombi yangu asubuhi ya leo. Uwezesho wako uwe juu ya watoto wako, ili wapate kusema tunaye Mungu mtetezi wetu, wapate kusema tunaye Mwokozi katika maisha yetu, tunaye nuru katika maisha yetu. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo Bwana. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo Bwana. Mwinulie Mungu sauti asubuhi ya leo. Sema kwa mkono wako ulio hodari, ninanyamazisha kazi zote za uovu, ninanyamazisha uadui, ninanyamazisha uharibifu kutokea kwenye maisha yangu siku ya leo kwa jina lako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo ninakomesha utendaji kazi wa mateso, utendaji kazi wa
utendaji kazi wa huzuni, utendaji kazi wa kila silaha ambayo shetani angeitumia kwenye maisha yangu. Leo nasimama katika mlima wa Bwana kwa jina la Yesu, kunyamazisha kile shetani amepanga juu yangu, juu ya watoto wangu, juu ya ndugu zangu. Mwinulie Mungu sauti. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika mlima wa Bwana tumesimama tukiamuru na kutangaza kila silaha iliyofanyika juu yetu na iharibiwe asubuhi ya leo. Kila mpango mwovu na uharibifu juu ya maisha yetu na uharibike asubuhi ya leo. Chochote ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Mungu, chochote ambacho shetani amepanda usiku wa leo kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu, kwa kuwa tuko katika uwepo wa Bwana na imeandikwa, Zerubabeli, hakuna mlima mkuu mbele yako tena. Kwa kuwa Roho wa Mungu yuko ndani yako, itakuwa tambarare. Katika jina la Yesu tunasawazisha na kuondoa uovu mbele yetu. Tunaondoa mipango ya uharibifu, tunaondoa silaha za shetani, tunaondoa kila alichokiandaa na kikukusudia shetani katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Hebu amuru na uondolee mbali mipango yote ya uovu siku ya leo, yale ambayo shetani angekusudia, vifo vya ghafla, vifo vya ghafla, roho za ajali, roho za magonjwa, roho za hasara, roho za kuachana, roho za kukataliwa, roho za kuchukiwa, roho za kuondolewa katika jina la Yesu. Kila watu wabaya ambao shetani ameuandaa kusimama kukuzuia, kusimama kunena mabaya juu yako, katika jina la Yesu, huo uadui ulio ndani yao, huo uadui alioweka ndani yao juu yako, katika jina la Yesu, uondolee mbali, uondolee mbali. Wale waliojipanga, wale waliojiandaa kudhibiti hatua zako, kudhibiti maono yako, kudhibiti familia yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unaweza kuinua sauti yako na uombe asubuhi ya leo. Tangaza kama mtu mwenye Mungu, tangaza kama mtu mwenye Mungu. Siku ya leo ninakuondoa mikononi mwa shetani. Ratiba zote za siku ya leo naziondoa mikononi mwa shetani. Kila ninachotakiwa kukifanya siku ya leo, hakika katika jina la Yesu, na kiondoa mikononi mwa waharibifu, na kiondoa mikononi mwa watu wenye hila juu yangu, katika jina la Yesu. Omba kwa Mungu asiyeshindwa, omba kwa Mungu asiyeshindwa, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila hatua yako ninaiondoa mikononi mwa shetani. Kila hatua yako naiondoa mikononi mwa waharibifu. Kila hatua yako naiondoa katika njia ya kushindwa. Chochote shetani angezuia kwenye maisha yako, katika jina la Yesu ninakiondoa mikononi mwake, katika jina la Yesu. Naondoa maisha yako, naondoa hatima yako, naondoa maono yako, naondoa hatua zako kwenye mikono ya shetani unapoianza siku ya leo, katika jina la Yesu. Wewe sio mali ya shetani, wewe sio urithi wa shetani, wewe sio mtumwa wa shetani, katika jina la Yesu. Uzao wako hautashambuliwa wala kuonekana na mifumo ya kishetani. Biashara yako haitazuiliwa na waabudu shetani. Matendo yako hayatazuiliwa na waabudu shetani. Chochote ambacho shetani angetaka kukifanya siku ya leo kwako, nasema kwa kuwa umemuinulia Mungu mikono, hakitafanikiwa. Nami ninaomba katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa kwanza na watatu, anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Anasema nimwogope nani? Bwana ndiye ngome ya uzima wangu, nimwogope nani? Watenda mabaya wanaponikaribia ili kuila nyama yangu, adui zangu na adui zangu hao watajikwaa na kuanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita ijapotokea juu yangu, nitakuwa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatufundisha sisi tulio katika Mungu tuna nafasi kwa kiwango gani hata katika mazingira yetu magumu tunayoyapitia. Mazingira magumu kazini kwetu, mazingira magumu kwenye familia zetu, mazingira magumu kazini kwetu, mazingira magumu katika competition za biashara za makampuni.
Popote tunapokuwepo, Daudi anasema hivi, Bwana ndiye nuru yangu, Bwana ndiye wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unafanya biashara eneo ambalo kuna waabudu shetani, kuna nguvu za giza. Haijalishi uko mahali ambapo maadui wametengeneza hata mifumo ya wizi, mifumo ya kukusema mabaya. Biblia inasema Bwana akiwa upande wako usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe, mwanadamu huwezi kumbadilisha mwanadamu mwingine. Huwezi mbadilisha mume wako, huwezi badilisha watoto wako, huwezi badilisha wazazi wako, lakini Mungu anaweza kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu inua sauti asubuhi ya leo. Omba juu ya kila mtu ambaye ungetamani akutane na wokovu wa Bwana. Yeyote ambaye amekuwa kinyume na wewe, ambaye amekuwa silaha kwako, ambaye amekuwa huzuni yako, hebu asubuhi ya leo mwambie Bwana, kama ulivyoniokoa, hata mtu huyu muokoe. Kama ulivyonitetea, na hata huyu mtu mtoe kwenye uovu. Ametumiwa na shetani miaka mingi kunitesa, ametumiwa na miaka mingi kunionea, ametumiwa kunitesa. Shetani amemtumia kama fimbo kwenye maisha yangu. Bwana, haya ni maombi yangu, wokovu wako ufike kwake. Hebu inua sauti kwa ajili ya mtu mmoja ambaye adui alimwandaa kama mwiba katika maisha yako. Asubuhi ya leo ningetamani uombe, ningetamani uombe. Bwana, haya ni maombi yetu. Tunao watu ambao shetani amewasimamisha kuwa vizuizi vya hatua zetu. Wananena mabaya juu yetu, wanapanga mabaya juu yetu, wanazuia mema yetu, wanazuia njia zetu njema, wanasimama kwenye furaha yetu, wanasimama kwenye mafanikio yetu, wanasimama kwenye nguvu zetu, nao wanapambana kutuangusha kila siku. Asubuhi ya leo tunaleta majina yako kwako Bwana, tukisema Bwana, waokoe watu hawa, wasiwe watumishi wa shetani, wasiwe watumishi wa uovu, wasiwe watumishi wa ile madhabahu ya shetani, wasiwe watumishi wa zile hila za shetani, katika jina la Yesu. Na haya ni maombi yetu juu ya wote wanaotuzingira, ambao shetani amekuwa akiwatumia kuangamiza maisha yetu, ambao shetani amekuwa akiwatumia kuangamiza maono yetu, ambao shetani amekuwa akiwatumia kuondoa furaha yetu. Wewe ndiwe wokovu wa kweli, Bwana. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Kila aliyekuwa silaha kwa sababu ya hila za shetani, asubuhi ya leo tunatangaza uhuru, tunatangaza ukombozi. Tunamtoa kwenye kutumikishwa na nguvu za giza, tunamtoa kwenye kutumikishwa na hila za shetani katika jina la Yesu. Hebu ombea watu ambao wamesimama kinyume na wewe. Ombea watu ambao wamesimama kinyume na wewe. Kila unapotaka kupiga hatua, wao ni wapinzani wako, wao ni watu wanaokupinga siku zote. Shetani amesimamisha watu watakaoondoa amani yako, watakao kunenea mabaya, watakao kutendea mabaya. Watangazia asubuhi ya leo ile roho inayotenda kazi ndani yao, ambayo Mungu hakuikusudia iwe ndani yao, ila shetani alipanda ndani yao ili wazuie kusudi la Mungu ndani yako. Tangaza ndani yao, tangaza ndani yao uhamisho hizo roho kutoka ndani yao. Kila mtu ambaye amekuwa kizuizi cha baraka zako, kila mtu ambaye amekuwa mpinzani wa wewe kupiga hatua, hebu muombea asubuhi ya leo, muombea asubuhi ya leo. Mlete mbele za Bwana, tangaza, sema huyu ni mwana wa Mungu, huyu ametokana na Mungu. Roho yoyote iliyo ndani yake ambayo shetani anaitumia kunidhibiti, kunizuia, kunitendea mabaya, hiyo roho naiondoa ndani yake. Huyu sio mali ya shetani. Ninamtangazia uhuru, ninamtangazia ukombozi. Toka kwenye utumwa wa shetani, toka kutumikishwa na shetani. Unatumikishwa kufanya uchawi, unatumikishwa kunena mabaya, unatumikisha kutenda maovu, katika jina la Yesu. Hebu nisikilize, kuna mtu hajaelewa. Hatuwezi kushinda zaidi ya sheria ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipokuwa anakutana vita ya Sauli, Daudi alikuwa na ujuzi wa kivita kuliko Sauli, na alikuwa mtaalamu wa vita kuliko Sauli, na alikuwa Sauli wakati mwingine anaingia mikononi mwa Daudi. Lakini Daudi alisema, mimi siwezi kumuua huyu Sauli kwa sababu yeye ni Mesia wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi nataka Mungu aliyemfanya hivi ashughulike naye. Kuna wakati tunaweza tukawa tunagombana na watu kwenye maombi, kumbe tulitakiwa tuondoe zile roho zinazotenda kazi ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa na ugomvi kwenye familia yako, kwenye ndoa yako.
Kumbe mume wako kuna roho ambayo inaendesha maisha yake. Kumbe mfanyakazi mwenzako kuna roho ambayo inaendesha maisha yake. Shetani amempandia roho ya uharibifu. Unapokuja mbele za Bwana, hebu mkomboe kutoka katika huo mfumo wa nguvu za giza. Msaidie, mtoe kwenye hiyo mamlaka ya shetani. Na utakapoomba hivyo kwa ajili ya adui yako, shetani, Yesu anasema waombee mema wale wanaowaudhi, yeye Mungu ataingilia kati asubuhi ya leo. Hebu inua sauti yako na uombe. Inua sauti yako na uombe. Bwana, haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Haya ni maombi yetu kwa ajili ya familia zetu. Haya ni maombi yetu kwa ajili ya watoto wetu. Haya ni maombi yetu kwa ajili ya kila mmoja kwenye maisha yetu. Bwana, tunajua shetani amejisazia watu watakaogeuzwa kuwa silaha ya kuangamiza maono yetu, ya kuangamiza maisha yetu, ya kuangamiza hatua zetu. Bwana, nasi tunaomba mbele zako katika jina la Yesu. Wewe Mungu uokoaye, wewe Mungu watoae watu kwenye ufalme wa giza, asubuhi ya leo tunaomba wale wote ambao wamekuwa wakitumiwa na shetani kuharibu kazi ya Mungu ambayo Bwana umetupa, wale ambao wanazuia maono yako ambayo yako ndani yetu, wale ambao wanazuia hatua zetu za kimafanikio, hatua za furaha, hatua za maendeleo. Na haya ni maombi yetu, roho zile zinazotenda kazi ndani yao zisiwe na nguvu tena ya kuendesha miili yao, ya kuendesha hisia zao, ya kuendesha tabia zao, katika jina la Yesu. Haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Wote walio kinyume na sisi, wote ambao shetani amewatengeneza kama silaha, kama ilivyokuwa Bwana wakati ule ambapo uliifanya Nayothi uwe ni wakati wa badiliko la kila mtu aliyeingia katika ule mji, hata majeshi, hata Sauli kubadilishwa kunena mema kwa ajili ya Daudi, na hila zote zikaondolewa ndani yake. Na huo upako tunauomba asubuhi ya leo juu ya wote ambao wamekuwa na kinyume na sisi kwa siri, wamekuwa kinyume na sisi kwa uwazi. Zile roho zitendazo kazi ndani yao, acha zinyamazishwe siku ya leo. Ule upako ulioachilia Nayothi uachilia asubuhi ya leo kwetu, ili wote ambao walituwazia mabaya, walitutendea mabaya, walitukusudia maovu, Bwana, mioyo yao igeuzwe, watolewe katika mfumo wa nguvu za giza. Wasitutendee mabaya tena, wasitunenee mabaya tena, wasitupangie mabaya tena, bali wokovu wako Bwana uwe kwenye maisha yao. Bwana, tunawainua wote ambao shetani amewatumia miaka mingi kwa ajili ya kutuangamiza. Bwana, haya ni maombi yetu. Roho zile zidanganyazo, ule mauti iliyo ndani yao ambayo shetani ameiweka ndani yao kama kiburi cha kupingana na watu wa Mungu, Bwana, haya ni maombi yetu. Hizo roho zidanganyazo ziachie maisha yao, ziachie fikra zao, ziachie maisha yao katika jina la Yesu. Hebu wataje watu ambao shetani umekuwa unaona na watumia kukudhibiti. Wataje watu ambao umekuwa ukiona wanaenda kinyume na wewe, wameenda kinyume na ndoa yako, wameenda kinyume na biashara yako. Kila unapotaka kupiga hatua anakunenea mabaya, anakutendea mabaya. Hebu asubuhi ya leo amuru kama Bwana Mungu aishivyo, roho yoyote inayoishi ndani yako inakutumikisha ili kunizuia, inakutumikisha ili kunikamata, inakutumikisha ili kuharibu kile nilicho nacho, katika jina la Yesu, hiyo roho na iamuru ikutoke. Katika jina la Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kaa kwenye kitu chako cha miujiza, kaa kidogo, alafu tutaendelea na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze na wewe alafu tuombe. Nataka nizungumze na wewe jinsi ya kuombea ndoto za uharibifu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikizungumza juu ya eneo la ndoto kwa sababu ni eneo sensitive. Bwana Yesu asifiwe. Ni eneo ambalo kama mtu yuko hai kiroho, kama mtu yuko hai kiroho, ana uwezo wa kuyaona mambo ambayo yanakuja kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu ambaye yuko hai kiroho anaweza akajua nini ambacho kinakuja. Bwana Yesu asifiwe.
Watu wengi huwa wanaamka nafuta mauti, alafu wanaendelea na maisha yao, lakini huwa hawarudi kwenye kalenda ya kiroho kujua shetani kile alichokuwa amekusudia kama kimekoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ndoto sio shetani anakuotesha ndoto, hilo lazima ulielewe. Yaani kile unachokiota kinatisha, ile ni mpango ambao unakuja kwenye maisha yako. Kuna kitu umenielewa eh? Sasa lazima uwe unaelewa kuombea maisha yako yanayokuja, kuombea hatua yako inayofuata, kwa sababu Mungu amekupa mfumo wa kuyajua yale mambo yanayotakiwa kutokea. Yoeli nabii anasema Roho Mtakatifu atakapokuwa juu yenu, mtakuwa na uwezo wa kuota ndoto. Ina maana ule mlango wa ndoto uliokuwa umefungwa unafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndoto ndiyo njia ya upelelezi. Unasikia kitu kimoja wanaita intelijensia, kwamba wanafanya uchunguzi kabla ya tukio halijatokea, au wanaelewa nani amefanya hata kama hajaja kujikamatisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni elimu ya kijeshi, lakini katika elimu ya kiroho, eneo ambalo huwa tunajua mambo yanayokuja huwa ni katika ulimwengu wa ndoto. Na kuna siku nitakufundisha namna ya kuielewa ndoto ambayo yani inakuonyesha mambo ambayo yameshatokea, au mambo ambayo yanakaribia kutokea, au mambo ambayo yatatokea kwa miaka kadhaa. Namna ya kutambua na namna ya kuelewa ndoto ambazo ni serious na ndoto ambazo zinakuja kukukengeusha. Katika ulimwengu wa ndoto kuna akili moja, kuna uongo katika ndoto. Yaani shetani akijua umeota ndoto ambayo umemjua anachokipanga. Yaani shetani akijua unaweza kujua anachokipanga, anachokifanya anakuaga anakuletea vindoto vya ajabu kama video. Kwa anakuletea matukio feki ili usahau yale origin. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo mabaya ambayo unayaota kwenye maisha yako, usije ukafikiri hayatatokea kama hautashindana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka upate hii picha kwamba tumeota ndoto. Jaribu kufikiri, unajua Yusufu alizaliwa Kanaani. Amina. Na wakati ambapo njaa inataka kutokea, zile taarifa haziji Kanaani. Kwa nini? Kuna kitu ambacho Biblia inatuambia, yawezekana hata Yakobo aliota ndoto ya yale mabaya yatakayotokea, lakini mtu mwenye uwezo wa kutafsiri hakuwepo. Kuna kitu nanielewa? Yaani zile taarifa zinakuja za miaka ya raha na miaka ya shida, ambaye ana uwezo wa kutafsiri hayuko nyumbani, alishapelekwa utumwani. Kuna kitu umenielewa? Kwa wale watu walikuwa na elimu ya kiroho. Misri ni watu waliokuwa na elimu ya kiroho. Na natamani uelewe Afrika ndo kila kitu kimeanzia. Yaani Afrika ndo kila kitu unachokiona duniani kimeanzia. Sasa huko ni kwingine. Sasa Yusufu anapata picha ya mambo ambayo yanakuja kutokea katika nchi ya Misri. Na hawaambii jamani basi kuna hili. Mfalme yule anasema hivi, umejua kuna miaka 7 ya furaha na kuna miaka 7 ya dhiki. Tuambie tufanyeje. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tunapoota ndoto, mara nyingi huwa hatumuulizi Mungu tufanyeje, ila tunajaribu kuiambia ile ndoto na kufuta. Unafuta kumbukumbu zako, haufuti yale shetani anayotaka kuyatenda kwako. Kuna kitu unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Narudia, unafuta kumbukumbu zako, lakini haufuti kile shetani anataka kufanya kwako. Kuna kitu naanza kuelewa eh? Na ndio maana watu wengi tunapoota ndoto huwa haturudi kwa mwokozi wetu. Biblia inamtaja Yesu kama mwokozi, yaani yule anayetuokoaga, kumwambia Baba, kuna kitu tumeona hapa, tunavukaje? Kuna kitu tunaona kinakuja, tunakishindaje? Lakini huwa tunakimbia, nafuta hiyo ndoto, nafuta. Sijui nani hata alitufundisha jinsi ya kuiombea ndoto mbaya.
Siri iliyopo nyuma ya ndoto yako mbaya ni kumuuliza Mungu ambaye ndiye nuru yako. Yaani yeye ndiye anayeweza kujua yale ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kuyajua. Yeye ndiye akwambie namna ya kupambana na kile kilicho mbele yako. Kuna mtu unaanza kunielewa? Issue sio kwamba nimeiombea imetoka. Issue sio kuiombea ile ndoto. Issue ni kujua namna gani utasolve lile tatizo ambalo limepangwa kutokea kwako. Na ndio maana watu wengi tunaotaga ndoto na tunaziombea na yale mambo yanatokea. Yanatokea. Labda kama huwa hujui maana ya ndoto zako, ndio maana huwa hujui kama yanatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati napata shida. Unajua ukiwa unatumiwa na Mungu, yani ukisha ukoka, unatakiwa uwe na macho ya kiroho, masikio ya kiroho, si ndio? Huwa nashangaaga nikikuta mtu ni mtumishi wa Mungu alafu hasikii na haoni. Yani wanashangaa huyu vipi huyu? Mtu ameokoka hasikii na haoni, wanashangaa Mungu wangu. Sasa kuna watu, sasa kama mimi binafsi sasa, kuna watu wanaweza wakakaa kunisema mabaya, alafu kwa kweli wanajua sijajua. Mimi nacheka. Kuna watu wanapanga mabaya, alafu wanajua sijajua. Mimi sidili, nikikusikia unanisema mabaya, siwezi kusema huyu amenisema. Nauliza kwa Mungu, haya mabaya huyu anayoyapanga nitayashindaje? Bwana Yesu asifiwe. Yale mabaya ambayo adui zako wanakupangia, yale ambayo shetani anapanga juu yako, Mungu atayafunua kwako. Na issue sio kuyaona tu, issue ni unatokaje hapo. Issue ni unashindaje hiyo vita. Issue ni unavukaje hayo matatizo. Kuna mtu unaanza kupata picha. Ayamkini nafundisha kitu kigumu, lakini lazima uanze kuzoea. Paulo anasema uwe hodari katika Bwana. Be strong. Yani uwe imara, ujue utendaji wa Mungu, umjue Mungu. Na anasema na katika uwezo wa nguvu zake. Elewa utendaji wa Mungu unathibitikaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uanze kupata picha. Kila ndoto ninayoota ni Mungu amenipa uwezo wa kujua kinachokuja. Na ni namna gani ya kushinda hapa? Ni katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kushinda wenyewe. Sisi tunashinda kwa kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Samueli kuna mtu mmoja anaitwa Ahithofeli. Biblia inasema hivi, yani Biblia sio mimi na sio Daudi. Inasema hivi, shauri la Ahithofeli lilikuwa ni sawa na shauri la Bwana. Kuna kitu naelewa hapo? Yani hili jamani li mtu kabisa. Lakini ukienda kwa Mungu kumuuliza, Mungu niolewe na huyu mwanaume, Mungu atakacho kujibu. Na ukienda kwa huyu Ahithofeli, Ahithofeli anachokuambia ni sawa na Mungu atakacho kuambia. Ndicho Biblia inachozungumza. Na wakati wa vita ya Daudi na mwanae, yule Ahithofeli alienda upande wa kijana wa Daudi. Daudi siku hiyo ndo maombi ya kwanza ya Daudi analia. Anasema, Bwana, haya ni maombi yangu. Wakati huu mashauri ya Ahithofeli yakosei. Na nakwambia hayakoseaga. Ya Daudi aliomba, lakini yale mashauri hakufanya nini? Alishauri sawa sawa. Daudi alikuwa ameshatengeneza mfumo. Yule mwanae mfalme wakamtia jeuri, akakataa ule ushauri wa Ahithofeli. Na Ahithofeli alivyojua nimekatalia ushauri wangu, akaenda kujiua, akasema najua nitafia mikononi mwa Daudi. Nataka uanze kupata picha. Kile ambacho shetani umeona anataka kukifanya kwenye maisha yako, kile ambacho umegundua katika ulimwengu wa ndoto, kile ambacho Mungu amekusemesha katika ulimwengu wa ndoto, simama mbele za Mungu kila asubuhi kumuuliza Mungu, namna gani nitatoka hapa? Simama juu. Simama juu. Wewe unajua nini Mungu amekuwa akikuonyesha kwenye maisha yako. Sitaki kwanza kumuita kila mtu kukuuliza umeota ndoto gani. Na sitaki kwanza kufunua kutaka kujua umeota ndoto gani. Wewe kama mtu wa Mungu mwenye Roho Mtakatifu lazima unaota ndoto. Na kama unaota ndoto kuna shida.
Na kama unaota ndoto unazisahau, kuna shida. Na kama unasema mimi mambo ya ndoto sihusikani nayo, wewe hujaumbwa na Mungu, kaa pembeni. Lakini kama kuna kitu umekuwa ukikiona shetani anakipanga juu yako kwenye ulimwengu wa ndoto, unaona anguko, unaona uovu, unaona dhambi. Unajua kuna watu wanaona dhambi, wanafanya dhambi, wanaishi maisha ya zamani. Mtu anaota anazini, mtu anaota analewa, mtu anaota anatukana, mtu anaota anapigana, mtu anaota anauawa, mtu anaota ndoto za ajabu. Hebu muulize Mungu asubuhi ya leo, nimeyaona yale shetani aliyoyapanga kutenda katika maisha yangu. Bwana, wewe ni ngome yangu, wewe ni wokovu wangu, wewe ni nuru yangu. Nimekujia asubuhi ya leo, macho yangu yatiwe nuru, nipate kujua namna ya kuvuka katika mipango hii. Inua sauti yako kwa Bwana na uombe sasa. Inua sauti yako na uombe sasa. Omba, muulize Mungu kama baba yako. Mwambie, wewe ndiwe ujuae, wewe ndiwe uchunguzae yale mambo ambayo wanadamu hatuwezi kuyafahamu. Peke yako ndiwe unaweza kuyajua. Itazame ndoto niliyoota. Ninajua ndoto hii ni kile ambacho shetani anakusudia kutokea kwenye ndoa yangu, ni kile shetani anakusudia kutokea kazini kwangu, ni kile shetani anakusudia kutokea kwa watoto wangu. Na mimi mkombozi wangu ni wewe Bwana, na mimi mtetezi wangu ni wewe Bwana. Nimekuja kwako kwa ajili ya hekima ya kuvuka kutoka hapa, hekima ya kushinda hili jaribu, hekima ya kuvuka katikati ya haya maji mengi, hekima ya kutoka katika hii vita, hekima ya kuvuka haya majaribu. Na haya ni maombi yangu kwako Bwana. Kila mmoja inua sauti yako, muombe Bwana. Mwombe Bwana. Wengine mmeota mnakimbizwa na wanyama kwenye ulimwengu wa ndoto. Wengine mmeota mnakimbizwa na majoka kwenye ulimwengu wa ndoto. Wengine mmeota mnakimbizwa na mapanga kwenye ulimwengu wa ndoto. Wengine mmeota huduma zenu zinashambuliwa. Mmeota maono yenu yanazuiliwa. Mmeota mambo mabaya. Mmeota uovu. Hebu mwambie Bwana, wewe ndiwe mkombozi wangu. Ndio maana nimekukimbilia. Ndio maana nimekuja kwako. Ni wewe Bwana unayesema hakuna silaha itakayofanyika kwa wale wanaokuamini ikafanikiwa. Ni wewe uliyesema kila ulimi utakaoinuka juu yetu kunena mabaya utahukumiwa, na hautathibitisha kile ambacho uliukusudia. Na huu ndio urithi wa watumishi wako. Ni neno lako Bwana limesema. Acha tusimame mbele zako Bwana, wewe ambaye unaweza kututetea, wewe unayeweza kutuokoa, wewe unayeweza kutusaidia katika yale ambayo sisi hatuwezi kuyatenda, yale ambayo sisi hatuwezi kuyafanya, yale ambayo sisi hatuwezi kuyashughulikia. Tumekuja ili utusaidie wewe Bwana. Tumekuja ili utuokoe wewe Bwana. Tumekuja ili utuongoze wewe Bwana. Tumekuja ili utupe nguvu Bwana ya kukabili hatua inayofuata, ya kukabili hatua inayofuata. Tunafahamu kusudi lako ni jema juu ya maisha yetu, na Bwana umetupa neema ya kujua hata kile shetani anakipanga kuzuia mpango wako katika maisha yetu. Kama neno lako linavyosema, ulimwambia Joshua asimame kushinda kila vita iliyo mbele yake, maana wewe uko pamoja naye. Nasi kwa kuwa twajua peke yako ndiwe mpiganaji katika maisha yetu, peke yako ndiwe msaada kwenye maisha yetu. Jeshi lako ni kuu zaidi ya jeshi la adui, upendo wako ni mkuu zaidi ya hila za adui. Ndio maana tumekukimbilia Bwana, ndio maana tumekuja mbele zako Bwana. Yatazame matendo mabaya ambayo shetani angeyakusudia kuyatenda kwetu, na utuokoe katika huo mkono mwovu, kama vile Ezekia alivyokuja mbele yako na ujumbe wa Sankarebu, na ujumbe wa ule mfalme wa Ashuru aliyetishia, aliyetukana, aliyedharau uweza wako na uwezo wa taifa lako. Nawe Bwana ukasema kupitia Isaya nabii ya kuwa utaangusha na utafutilia mbali uweza wa Sankarebu, utaondolea mbali uweza wa yule mfalme ambaye alijiona ni mkuu kwa wafalme wote. Bwana, na haya ni maombi yetu. Tunazileta taarifa ambazo shetani ametupa. Tumeona yale mabaya ambayo shetani amekusudia kwenye maisha yetu. Tumeona yale mabaya ambayo amekusudia kwa watoto wetu. Tumeona
tumeona mauti, tumeona magonjwa, tumeona uharibifu, tumeona kushindwa, tumeona umasikini, tumeona kurudishwa nyuma. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Wewe uliye mtetezi wetu, yatazame shetani anayoleta kwenye maisha yetu na utuokoe kwa mkono wake. Yatazame shetani anayopanga kwa ajili yetu na utuokoe kwa mkono wake. Na haya ni maombi yetu. Wewe ni msaada wetu, wewe ni msaada wetu. Mtu mmoja unaweza ukaomba mahali hapa. Mtu mmoja unaweza ukaomba mahali hapa. Mweleze Mungu kile shetani anakikusudia kwako. Mwambie, wewe ndiwe msaada wangu, wewe ndiye unaweza kunivusha. Unamwambia Moses, chukua fimbo, piga hayo maji. Wewe ndiwe Mungu tuongozaye. Unachosema ni zaidi ya kile shetani anachokitenda. Bwana, haya ni maombi yangu. Nipe ufunuo wa kuvuka katika hii hatari. Nipe ufunuo wa kuvuka katika haya mabaya. Nipe ufunuo wa kuzishinda hizi hila za shetani. Nimekuja mbele zako kama nilivyo. Nimekuja mbele zako kama nilivyo. Nimekukimbilia wewe, maana ninafahamu wewe ndiwe mkombozi na mtetezi wangu. Ombea maisha yako yanayokuja. Ombea kile shetani anachokikusudia juu ya maisha yako. Mwambie Mungu, niokoe kwa huu mkono wa uharibifu juu ya maisha yangu. Niokoe juu ya haya mabaya shetani anayokusudia kwenye maisha yangu. Shetani anakuambia, anapanda magonjwa ndani yako. Umekuwa unakula vyakula vya ajabu kwenye ndoto. Mwambie Bwana, shetani amekusudia magonjwa ndani yangu. Anapanda magonjwa ya kurithi, anapanda magonjwa yatakayoniua, anapanda magonjwa ambayo yatanifanya nishindwe kuomba, yatanifanya nishindwe kusimama mbele zako Bwana. Na haya ni maombi yangu. Wewe uliye mtetezi, nitetee, niondoe kwenye mkono huu wa uovu katika jina la Yesu. Ombea maisha yako, mwana wa Mungu. Ombea maisha yako. Usitulie. Huu ni wakati wako wa uhuru. Nini shetani amepanga juu yako? Nini shetani amepanga juu yako? Amepanga na kurudisha nyuma. Amepanga unairudi zamani. Amepanga unaanguka tena. Amepanga hiyo migogoro ya ndoa inaanza tena. Amepanga nini kwenye maisha yako? Mweleze Bwana, kama Ezekia alivyosema, Bwana, nimekuwa mtumishi wako. Tazama, wewe ni Mungu ambaye haufananishwi na ile miungu ambaye mfalme wa Ashuru ameipiga na wafalme wake kuwapiga. Mimi ni naye Mungu mwenye nguvu zaidi ya miungu ya watu wa mataifa. Mimi nimekujia wewe Bwana. Kama Bwana Mungu uishivyo, yatazame maneno mabaya ambayo shetani angeyakusudia kuyatenda katika maisha yangu. Inua sauti yako kwa Bwana. Ombea ratiba zinazokuja kwenye maisha yako. Ombea ratiba zinazokuja kwenye maisha yako. Vile ulivyoviona shetani anavipanda kwenye nyumba yako, vile ulivyoviona shetani anavipanda dukani kwako, zile fedha chafu ulizoziona na zileta kwenye maisha yako. Kuna mtu naambiwa shetani anakusudia uende gerezani sio muda mrefu. Futa hiyo ratiba. Futa huo ufungwa. Futa. Sema, Bwana, haya ni maombi yangu. Niokoe na hili gereza ambalo shetani amenikusudia. Ninajua amepanga mabaya juu yangu, na wewe ndiwe mtetezi wangu. Omba kabla hayo mabaya hayajatokea. Ndio maana Mungu aliruhusu yajue, ili usiangamizwe kwenye hila zao. Asante Bwana kwa uaminifu wako, maana utakuwa Mungu na Mwokozi kwenye maisha yetu. Hautaacha hatua zetu zisogezwe kwa shetani, bali utatuokoa na mkono wa huyo muindaji, bali utatuokoa na huo uharibifu, bali utatutetea na hayo mabaya. Nawe ndiwe Mungu kwenye maisha yetu, nawe ndiwe msaada kwenye maisha yetu. Bwana, ndiwe Mungu usiyeshindwa, ndiwe Mungu unayeweza. Unaweza kuondoa hata hila za shetani, unaweza kutuponya hata hayo mabaya ya shetani, ili yasitokee kwenye maisha yetu. Bwana, tunaomba yote tuliokuwa tumeona, hata kwa ajili ya marafiki zetu, hata tuliokuwa tumeona kwa ajili ya ndugu zetu, hata tuliokuwa tumeona kwa ajili ya watu wengine. Haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Ingilia kati kwa mkono wako ulio hodari. Tupe ufunuo wa namna ya kutoka hapa, katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi kwa sababu ametenda haya. Nikusihi mwana wa Mungu, kila unapoota ndoto ambayo
unajua kabisa hapa kuna kitu shetani anapanga kwenye maisha yako. Usiishie kuamka na kukemea tu. Njoo mbele za Bwana umuulize, nitashindaje hii vita? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mtu mwingine anakuotea ndoto, anakuambia nimekuotea ndoto mbaya. Kimbia mbele za Bwana, muulize hiki kitu ni kitu gani? Mungu, wewe ndiwe mwokozi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Usitulie na matatizo yakaja yakakukuta hapo ulipo. Biblia inasema msividharau vifungo vyenu visije vikakazwa. Kabla haya matatizo hayajatokea, hebu yashinde kabla hayajakushinda. Paulo anasema sisi tunashindana na hila za shetani. Ninakuombea katika jina la Yesu, yale mema ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako yatatimia katika jina la Yesu siku ya leo. Mungu yuko kazini leo kukutetea na kukupigania katika jina la Yesu. Mungu yupo leo kukubariki wewe na familia yako katika jina la Yesu. Mungu anakuokoa na kila uharibifu ambao shetani angeupanga juu yako katika jina la Yesu. Ahadi za Mungu hazitashindwa juu yako, nao utauona wokovu wa Bwana katika jina la Yesu. Bwana atakufundisha kupiga hatua na kushinda na kufikia kula ambako amekukusudia yeye katika jina la Yesu. Bwana atakupa amani hata katika kila mifarakano katika jina la Yesu. Neno la Mungu litadumu ndani yako. Ahadi zake zitakuwa halisi kwako katika jina la Yesu. Mungu atarejesha chochote ambacho adui alikuwa amekichukua miaka mingi, kinarudi kwenye maisha yako leo katika jina la Yesu. Mungu anakutia nguvu katika kila eneo ambalo ulikuwa dhaifu katika jina la Yesu. Mungu anakujenga kila mahali ambapo ulikuwa umepungua katika jina la Yesu. Mungu anakuweka huru juu ya kila hila za shetani siku ya leo kwa jina la Yesu. Mungu anapigana kwa ajili yako kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Umesikilizwa na Bwana, naye ameachilia nuru juu yako. Pokea siku ya ushindi, ya baraka na ya matokeo mazuri katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Shika sadaka yako. Bwana, asubuhi ya leo tumesimama mbele zako. Wewe wayajua maisha yetu na unatupenda. Tumekuja kwako kwa sababu tunajua kwetu wewe ni Mungu na ni Mwokozi. Sawa sawa na upendo wetu kwako kwa sadaka hizi, acha iwe ni mbegu ya maisha yetu tunayoitoa katika madhabahu yako. Tunapotoa sadaka hizi ambazo zinaenda kukutumikia wewe, hebu Bwana mkono wako ulio hodari uambatane na watoto wako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Tolee Bwana sadaka yako.